kwamba saratani ya mlango wa kizazi inaathiri kizazi kwenye mlango wa kizazi, na ikitokea hivyo mama anaweza hata asiweze kupata ujauzito kwa sababu kizazi kinaanza kuathirika, au akipata ujauzito huyu mama hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida, itabidi atumie upasuaji. Na mara nyingine mama ni saratani ya mlango wa kizazi, kadri mimba inapokuwa anaweza akaanza kuona damu inatoka bila mpangilio. Kwa hiyo athari inayotokana na saratani ya mlango wa kizazi katika ujauzito ni kuwa ile mimba inakuwa katika hali ya kuwa na wasiwasi, na inawezekana hata ikatoka kwa sababu tayari kizazi kimeshika kushika kutokana na mlango wa kizazi umelika, na chenyewe ndio tunategemea ishike ile mimba usifungue kwa wakati ambao sio sahihi. Kwa hiyo unaweza utafikia napo kwa kulazimisha ukafunguka na ile mimba ikatoka. Kwanza mapenzi au ngono katika umri mdogo, kwanza inaweza ikaleta athari ya kupata magonjwa ambayo yanaweza yakaathiri hata uzazi baadaye. Binti anaweza akapata magonjwa ya zinaa, na kwa sababu hana uzoefu mzuri wa kuzuia matatizo mbalimbali ikiwemo ujauzito, anaweza akaruhunika akawa anatumia uzazi wa mpango kiholela, na huu unaweza kuleta athari baadaye ikiwemo kukosa watoto na pia kuharibu vitisho vya mwili wake, na hata baadaye anaweza akaja akapata saratani. Simaanishi kwamba dawa za uzazi wa mpango ni sababu ya saratani, lakini matumizi holela na bila kupata ushauri wa kitaalamu kwa huyu binti mdogo anaweza akaangamiza mwili wake kwa kusababisha vichocheo vikawa vinapanda au kushuka isivyo kawaida katika umri ambao yuko yeye mwenyewe, na hivyo kuletea saratani hasa ya matiti na hata ya mlango wa kizazi baadaye. Lakini pia kwa ukosefu wa watoto, binti yule anapofikia ndoa anaweza akapata sonoro au akapata mfadhaiko kwa sababu alitamani kupata watoto, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kupata kwa sababu aliweza kujiharibu katika umri mdogo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba mabinti katika umri mdogo au wa binti zetu wanatakiwa elimu ili wajue kwamba mapenzi katika umri mdogo sio sahihi, na pia vinaweza vikaathiri hata wakaweza kuharibu kwa kuweza kusababisha kuziba kwa mirija kwa kupata magonjwa ya zinaa. Binti anakuwa anatafuta mtoto kumbe mirija imeziba. Haya baadaye anaweza kuleta shida sana katika ndoa, gomvi zisizozuilika, gomvi za kila siku, kwa sababu ni kitu ambacho kwa kujitunza yeye angeweza asije akafikia huko. Kwa naiasa jamii, hasa wazazi, tusisite au tusichoke kusimamia mabinti zetu. Bado wanahitaji elimu ili wajue kwamba bado wanahitaji kuwa chini yetu sisi wazazi, tuweze kuelekeza katika njia sahihi. Lakini pia kwa taifa naweza kusema huyu binti alianza mapenzi katika umri mdogo, anaweza akaambulia magonjwa ikiwemo ukimwi na akapoteza uhai wake katika umri mdogo ambapo taifa linategemea. Kwa hiyo tunaona kwamba bado sio tu hasara katika yeye mwenyewe wala familia, hasa hata kwa taifa zima. Sisi kama jamii tunatakiwa tuiasa jamii yetu ya Kiafrika wajue kwamba sio starehe na wala sio sawa binti kuanza mapenzi katika umri mdogo, kwani ni hatari na pia ni hasara kwa taifa zima. Ujumbe wangu kwa waandishi wa habari, nyie ndio kioo cha jamii. Nategemea kupitia nyie jamii ielimike, na kuelimika jamii kupitia nyie tutakuwa tumesaidia taifa letu. Tumewaita nyie tuwaelimishe ili tuone kwamba ni jinsi gani tunaweza kushirikiana kwa upande wa wizara na nyie kama kiungo kati yetu sisi na jamii, ili ujumbe uwafikie na nyie mwe ndio kama mfano wa kuigwa katika jamii, na muonyeshe kwamba hiki kitu kinawezekana iwapo tunashirikiana, ili tuweze kupeleka elimu mbali na watu waweze kuelimika kwa ustadi. Ya afya kwa kazi ambayo wanaifanya, hususan kusanipenda kwa kuwaita waandishi wa habari sehemu moja na kuwapa elimu ya maradhi yasiyoambukiza. Haya maradhi hayaambukizi, lakini ni maradhi ambayo yamekuwa sugu zaidi kwa sababu watu hawajui tatizo ni nini. Ukikumbwa na maradhi hayo unakimbilia kwa mganga wa kienyeji baada ya kwenda kutafuta wataalamu na wakukutibu kwa utaratibu wa maradhi yaliyopo. Kwa hivyo
jamii yetu hususan katika maeneo ya vijijini, basi wanatumia zaidi waganga wa kienyeji kuliko kwenda hospitalini kupatiwa matibabu. Kwa hivyo kupewa elimu waandishi wa habari sasa ni chachu ya kuona kwamba haya tunakwenda kuibua katika maeneo yetu hususan vijijini.